katika eneo la ujuzi wa ujasiriamali pale kijana anawezeshwa kuweza kurasimisha kazi zake anazozifanya. Labda kwa mfano yeye ni mjasiriamali na ujuzi labda kutengeneza labda kitanda, kuchonga kitanda, au pengine kwa masuala ya nyuki aweze kutengeneza mavazi, kinga. Kwa hiyo katika ile eneo ni kurasimisha zile shughuli zao wanazozifanya ili ziweze kutambulika, lakini kupata cheti, lakini pia kiweze kujiajiri wao wenyewe au kuajiriwa. Na sehemu ya mwisho ya mradi, eneo la mwisho ni eneo la jinsia. Katika eneo hili sasa ndio ambalo tumetukutanisha hapa. Ni eneo ambalo linamsaidia binti, sawa, kutambua haki yake. Kwamba ili binti aweze kufikia ndoto, lazima tujue vitu gani ambavyo anatakiwa binti aweze kufanyiwa ili ndoto zake zifikiwe. Kwa mfano, kuhakikisha kwamba binti hawezi kufanyia unyanyasaji wowote katika maeneo yetu, si ndio? Lakini pia kuhakikisha kwamba binti atakapokuwa anaongea sauti yake katika jamii iweze kusikilizwa na sio kupuuzwa. Uwezo ndani yako, unayo mamlaka ndani yako yanayokuwezesha kutambua ya kwamba unapaswa kuwa sehemu ya kuhusika kuweza kuvipinga vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Na zaidi sana tunawazungumzia wanawake na hawa wasichana kama ambavyo tumesikia mratibu wa mradi amesema, ili watoto hawa wa kike waweze kufikia ndoto zao hizo za kielimu. Kwa juhudi hizi ambazo wenzetu wa Enabel wametuwezesha kuhakikisha tunawafikia hao mabinti. Kama kuna vitendo vya ukatili vinafanyika kwao, ninaamini kabisa ni kikwazo cha maendeleo ya kufikia ndoto zao. Mtoto wa kike anapokuwa ametendewa vitendo vya ukatili, inawezekana amefanyiwa ubakaji. Maana yake kama alikuwa ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 11, 12, maana yake huyu mwanafunzi hawezi kufikia ndoto alizonazo, na ndoto zake zitakuwa zimekatishwa au zimekwazwa asiweze kuzifikia. Na kama zitakwazwa, maana yake ni kwamba uwezeshaji ambao wenzetu wa Enabel wanatamani kuuona kwa kushirikiana na Plan International, wanatamani kuona binti huyu amewezeshwa, hautakuwa umefanikiwa. Kwa hivyo ndugu mgeni rasmi, uwepo wako siku ya leo katika hafla hii fupi, tunaamini kabisa unaonyesha umuhimu wa kumwezesha binti huyu kupitia kuvipinga vitendo hivi vya ukatili vinavyotokea katika ngazi ya familia, ngazi ya jamii, lakini pia katika taifa letu. Kwa hivyo sisi taasisi ya Kivulini tuna salamu yetu hiyo inayosema familia salama, jamii salama, tukiamini kabisa ukatili ukizuiwa kwa njia ya kutoa elimu unaweza ukaleta tija kabla haujatokea. Lakini unapokuwa umetokea, kutibu majeraha au madhara yanayotokana na vitendo vya ukatili inaweza ikachukua muda mrefu au ikahitaji gharama kubwa. Kwa mfano, huyu aliyepatiwa ujauzito mpaka aje afikie muda wa kusubiri hiyo mimba izaliwe, maana yake tumekwamisha juhudi zake au jitihada zake au ndoto zake ambazo alikuwa anatamani kuzifikia. Sasa hivi kumetokea tabia ambayo ni tabia mbovu. Mtu anaona binti anafanywa ukatili au mwanamke anafanywa ukatili na mume wake, baada ya kusaidia anapiga picha na kuposti. Na unakuta kule mtandaoni watu wanazungumza kabisa, huyu itakuwa ni 1 2 3. Lakini swali linakuja, yule aliyemposti akiona atajisikiaje? Ndugu zake wakiona wanajisikiaje? Sawa? Lakini pia manake kuendeleza hivyo vitendo ni kama kuhamasisha ionekane ni vitendo vya kawaida. Lakini tukivikomesha inakuwa ni rahisi sana na ni nzuri sana. Kwa hiyo tutakuwa na shughuli kwenye kata mojawapo kwa halmashauri ya Kibondo. Tutawasiliana ni kata ipi. Tumepanga kuwa na shughuli kwenye kata moja ili tuweke nguvu kwa pamoja. Kwa mwaka huu tukiwa na kwenye kata moja, mwaka mwingine tutakwenda kata nyingine. Lakini kuna shughuli nyingine zinakuwa zinafanyika pia. Labda mwakani kama tumefanyia labda Mabamba, wakati mwingine tunaweza tukaenda labda tuseme Busunzu. Wakati mwingine tukaenda eneo lingine. Nakumbuka wale wa Busunzu wiki zilizopita tulikuwa na maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, si ndio? Yes, na tulizungumzia masuala ya ukatili pia. Ni moja ya muendelezo wa shughuli pia ambazo tunafanya. Ukatili wa kiakili, hii inaleta madhara makubwa sana. Sasa chanzo kimoja wapo ni matusi na udhalilishaji.
Sasa hivi imekuwa inakuja kwa kasi sana. Sasa mbaya zaidi unakuta watoto wetu sasa hivi utandawazi, mtoto akilia unampa simu. Ukishamfungulia simu, ile simu inakuwa ina picha za ajabu. Kwa hiyo mtoto unamfundisha nini? Anakuwa na ile tabia, anaendelea nayo, anazoea na kawaida. Mwisho wa siku anaenda kufanya mambo kwa vitendo. Anawafanyia watoto wenzake. Ndio maana unakuta sasa hivi kuna ukatili wa kubakaji mtoto kwa mtoto. Mtoto anajifunza wapi? Simu. Tumeona jamani? Kwa hiyo tukaliongelee hilo. Kuna swala lingine, unyanyasaji wa kingono. Hii swala la unyanyasaji wa kingono limekuwa tishio sana kwenye jamii. Sasa hii inatokana na masuala ya wenza. Wenza mnaaminiana, binti unamwamini mwenza wako, unamwamini mchumba wako, mnapigana picha za wazi. Anakuchukua video unakubali. Mwisho wa siku mnakosana, anaanza kuzalisha mtandao. Mabinti simpo? Wadada mpo? Hili swala hili limekuwa tishio sana. Tunaongea ukweli. Hili swala limekuwa tishio sana. Kiasi kwamba mpaka mtu anafikia hatua anasema bwana, mimi nina picha zako, nina video zako. Ukinizingua na arusha mtandaoni. Mpaka inafikia hatua kuna wengine wanahitaji kiasi cha fedha. Tunashukuru wadau wetu wa maendeleo ambao wanazidi kutushika mkono katika hili gurudumu la kupinga ukatili wa kijinsia. Tunaamini kwamba sisi wote tunaenda kujumuika katika kupinga vitendo vya kikatili. Sisi kama maafisa maendeleo ya jamii, naamini hawa champions wa kupinga ukatili wa kijinsia, tunaamini tunaenda kushirikiana nao vizuri, na tayari wenyewe walishaanza kufanya kazi, na mengine ambayo yanatokea katika jamii unakuta wanamaliza wao kwa wao. Kwa hiyo kesi nyingi tunaona wengine tayari walishazifanyia kazi, hazijatufikia sisi. Kwa hiyo tunasema kwamba kupitia hizi nyenzo ambazo zimetolewa hapa, zinaenda kuleta tija na zinaenda kuleta maendeleo makubwa katika jamii zetu. Kwa kusema hayo, nawashukuruni sana. Tunachowaomba tu wana mabadiliko na watendaji, tukavisimamia hivi vifaa vilete matokeo ambayo yamekusudiwa. Kwa niaba ya mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwenu kivulini katika jambo hili la kutokomeza vitendo vya ukatili. Asanteni sana.